tunasema asante kwa neema na baraka zako. Asante kwa uwezo na kwa nguvu zako. Asante kwa siku njema ya leo. Umetupa nafasi tena na kutukusanya mahali hapa. Tunalitukuza na kulinua jina lako takatifu. Wewe Mungu wetu uishie milele, uketie mahali pa juu palipoinuka. Aturehemu Bwana pale kwenye madhaifu, ili tukastahili kusimama tena mbele zako. Chilia uweza wako, chilia nguvu zako juu yetu Mfalme. Ukajidhihirisha tena siku ya leo kwa namna nyingine. Tunakuhitaji Bwana. Tunakuhitaji kuliko tulivyokuhitaji jana. Tunaomba neema na baraka zako zikae juu yetu. Sema na baba huyu na mama huyu, sema na watumishi wako, ili tukapige tena hatua katika maisha yetu ya kiroho. Tunaomba yote hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Basi tunashukuru Mungu kwa baraka na neema ambazo ametujalia. Tumekuwa pamoja siku 10 hapa kwa kongamano. Leo tunaendelea. Kabla ya kongamano kuna somo nilifundisha pale, nguvu ya matumaini. Tunakumbuka vizuri kweli? Nguvu ya matumaini. Nataka tuanzie pale pale tulipoishia. Nguvu ya matumaini. Kama ulikuwepo ile Jumatano kabla ya kongamano, nilifundisha somo lenye kichwa kinachosema nguvu ya matumaini. Nguvu ya matumaini. Tuko mwaka wa jubilei huu, na kauli mbiu yetu ni maujaji wa matumaini. Jubilei 2025. Sasa nikawiwa kufundisha hii nguvu iliyopo ndani ya matumaini. Lakini pia tulijifunza matumaini ni nini. Sasa tulianza na kichwa kinachosema namna ya kuongeza kiwango chako cha matarajio kilichojaa matumaini ili kuona utendaji wa juu wa Mungu katika maisha yako. Namna ya kuongeza kiwango chako cha matarajio kilichojaa matumaini ili kuona utendaji wa juu wa Mungu katika maisha yako. Nikaweka utangulizi bana. Nikasema kuwa na matumaini ni kutarajia kitu kizuri kitatokea kwako kila siku. Ni kutarajia. Yaani tunaposema huyu mtu ana matumaini, mtu huyu ana matumaini, maana yake ni kutarajia kitu kizuri kitatokea kwako kila siku. Kuwa na matumaini ni kutarajia kitu kizuri kitatokea kwako kila siku. Zaburi ya 39 aya 7 inasema, na sasa ninangoja nini Bwana? Matumaini yangu yako ni kwako. Lakini pia tulisoma Waebrania sura ya 11 aya ya 6 inasema, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Kwa maana mtu amwendaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba uwapa thawabu wale wamtafutao. Kama tunamwendea Mungu lazima tuamini yupo. Anasema na uwapa thawabu wale wamtafutao. Tukazungumza juu ya imani kidogo. Waebrania sura ya 11 aya ya kwanza inasema, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Kwa hiyo tunaahidiwa katika neno la Mungu kwamba imani yenye ukubwa ya punje ya haradali inaweza kuhamisha milima. Ukisoma Mathayo 17:20. Na tulisoma pia Rumi sura ya 4 aya ya 18. Inasema, naye aliamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa, ili apate kuwa baba wa mataifa mengi, kama ilivyonenwa, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Anazungumzwa Ibrahimu hapo. Anasema aliamini kwa kutarajia yasiyoweza kufanyaje?
kutarajiwa. Tumsifu Yesu Kristo. Nikasema matumaini ni yale matarajio ya furaha na hali ya kuwa na hakika kwamba mambo mazuri yaje. Matumaini ni yale matarajio ya furaha na hali ya kuwa na hakika kwamba mambo mazuri yaje. Yaani mtu mwenye matumaini ni mtu ambaye ana matarajio ya furaha na hali ya kuwa na hakika kwamba mambo mazuri yanakuja. Tumsifu Yesu Kristo. Yaani haijalishi unapitia wakati gani, lakini mtu aliyejaa matumaini anakuwa na matarajio yenye furaha. Nikasema ni kitu chenye nguvu kinachowatia moyo watu ulimwenguni kote. Matumaini ni kitu chenye nguvu kinachowatia watu moyo ulimwenguni kote. Lakini jambo la kwanza ambalo tulijifunza, tuliongea mengi, siwezi kurejea yote. Nikasema tujifunze mambo kadhaa kuhusu matumaini. La kwanza nikasema kuwa na matumaini ya kwenda mbele. Kwenye maisha yetu lazima tuwe na matumaini ya kwenda mbele. Anasema Isaya 40:31, bali wamngojao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai. Wanaomngoja Bwana watapata nguvu mpya. Anasema watapanda juu kwa mbawa kama tai. Nikasema maana yake lazima tupandishe kiwango chetu cha matarajio tunapomngoja Bwana, maana tutapanda juu kama tai. Nikasoma Zaburi ya 27 aya ya 14, inasema umtumaini Bwana, uwe imara, upige moyo konde, naam umngoje Bwana. Nikasema matarajio makubwa ndio ufunguo wa kila kitu. Tumsifu Yesu Kristo. Matarajio makubwa ndio ufunguo wa kila. Na nikasema matarajio madogo, ukimkuta mtu ana matarajio madogo, ni tatizo kubwa zaidi, tatizo la kiroho. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini tukaona mfano wa Bartimayo kwenye Injili ya Marko sura ya 10 kuanzia aya ya 46. Tukaona mfano wa Bartimayo kati ya watu ambao walikuwa na matarajio makubwa kwenye Biblia. Tukaona mfano wa Bartimayo, yule aliyekuwa kipofu muombaji. Injili ya Marko sura ya 10 aya ya 46 na kuendelea. Bartimayo muombaji kipofu alikuwa ameketi kando ya njia. Aliposikia kwamba Yesu wa Nazareti anapita, Biblia inasema alipaza sauti na kusema, mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Tumsifu Yesu Kristo. Alikuwa anaishi maisha magumu Bartimayo. Alikuwa ni kipofu na muombaji, lakini aliposikia Yesu alipaza nini? Sauti. Ijapokuwa kuna watu walimkemea wakisema, nyamaza, unapiga kelele, lakini tunaona Bartimayo hakukubali kunyamazishwa. Yesu anamuuliza Bartimayo, unataka nikufanyie nini? Maana yake unatarajia nini kutoka kwangu? Tumsifu Yesu Kristo. Nikasema Bartimayo alikuwa ni maskini, kwa hiyo alikuwa anahitaji fedha, alikuwa anahitaji chakula. Bartimayo alikuwa ni kipofu, alikuwa anahitaji kuelekezwa na mambo mengine kadhaa. Lakini yote hayo Bartimayo hakuyaona. Alichomwambia Yesu, bwana mkubwa anahitaji kufanyaje? Kuona. Akuomba fedha, akuomba chakula, akuomba kuelekezwa. Aliomba kitu kigumu kuliko mengine yote. Bwana mkubwa anahitaji kufanyaje? Kuona. Alitarajia makubwa kwa Yesu, na ndivyo alivyopokea kutoka kwa Yesu. Tukajifunza hatua 3 za kuinua kiwango chako cha matarajio. Tukajifunza hatua 3. Naunganisha tu kwa sababu zimepita wiki hapa, kwa hiyo najua wengine tumesahau. Hatua 3 za kuinua kiwango chako cha matarajio. Hatua ya kwanza nikasema amini. Hatua ya kwanza amini. Kuna sababu inayofanya wana wa Mungu tuitwe waamini. Nikasema unapojaribu kuwa na mashaka, unapojaribu kukata tamaa, unapojaribu kufa moyo, chagua kufanyaje? Kuamini. Tulisoma Marko sura ya 10 aya 48 habari ya Bartimayo. Biblia inasema na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini alizidi kupaza sauti, mwana wa Daudi unirehemu. Bartimayo pamoja na kukatishwa tamaa, lakini alichagua kufanyaje? Kuamini. Hakukubali kunyamazisha. Tumsifu Yesu Kristo. Hatua ya pili nikasema omba. Hii ni hatua ya pili. Omba.
Yakobo sura ya 4 aya ya 2 inasema hamna kitu kwa kuwa hamuombi. Kwa hiyo utakapochagua kuamini kwa Mungu anaweza kukimu kila hitaji maishani mwako, basi endelea mbele, umuombe akimu mahitaji yako, mshirikishe ndoto zako. Kama Bartimayo alivyomuuliza kama Yesu alivyomuuliza Bartimayo, wataka nikufanyie nini? Nikasema anakuuliza swali hilo. Kuwa na ujasiri kumuomba kile ambacho unakitaka. Hatua ya pili tufanyaje wapendwa? Tuombe. Hatua ya tatu nikasema tazama. Unapoishi kila siku, tarajia kwamba Mungu anajibu maombi yako, anakimu mahitaji yako na kutimiza ndoto aliyokupa. Hata ikiwa bado hujaona dhihirisho ya yale unayoyatamani, au ikiwa hajatokea kama ulivyotarajia, hiyo haimaanishi kwamba Mungu hafanyii kazi. Endelea kuwa na mtazamo wa matarajio na uhakikisha unatambua kila kitu anachofanya Mungu. Shukuru kwa ajili ya mambo haya, huku ukisubiria kile ulichokitamani. Tulisoma Waibrania sura ya 11 aya ya 13. Waibrania sura ya 11 aya ya 13 inasema hawa wote wakafa katika imani, wasijazipokea zile ahadi, bali wakaziona tokea mbali na kuzishangilia na kukiri kwamba walikuwa wageni na wasafiri juu ya nchi. Waibrania sura ya 11 wanatajwa mababa wengi wa imani. Biblia inasema walikufa katika imani, hawajazipokea zile ahadi, lakini waliziona tokea na kufanyaje? Na kuzishangilia. Kwa hiyo lazima uone, lazima utazame kwamba yale yote uliyomshirikisha Mungu lazima atayatenda. Tumsifu Yesu Kristo. Tuendelee leo. Nilikuwa nakukumbusha tu mambo machache. Nguvu ya matumaini. Tuendelee sehemu ya pili. Andika hivi: tambua na ondoa kila siwezi. Tambua na ondoa kila siwezi. Tambua na ondoa kila siwezi. Tambua na ondoa kila. Sasa unisikilize vizuri. Ni somo ambalo naamini litatusaidia. Tambua na ondoa kila siwezi. Mtu mwenye matumaini lazima atambue na kuondoa kila siwezi. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 1 aya 3. Biblia inasema hivi: ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa rehema zake nyingi alituzaa mara ya pili ili tupate tumaini lenye uzima kwa kufufuka kwake Yesu Kristo katika wafu. Ili tupate tumaini lenye uzima kwa kufufuka kwake Kristo katika wafu. Tumsifu Yesu Kristo. Ngoja nikupe mfano. Kuna mwaka fulani nilikutana na mwanafunzi wa kidato cha 6. Mwanafunzi wa kidato cha 6 alikuja kwenye maombi. Mitihani ilikuwa karibu ya kuhitimu. Sasa amekuja kwenye maombi. Kweli alichonieleza ilikuwa ni jambo la kusikitisha. Alikuja na baadhi ya wanafunzi wenzake. Unajua kuna ile walimu wanafundisha mwanafunzi, mpaka walimu wenyewe wanamwambia wewe tafuta maombi. Halo? Yaani amefanya mtihani wake wa form 4 vizuri, akafaulu vizuri, akaenda 5 na 6. Ila alipoingia tu level, akili ikapotea. Maana yake mpaka mitihani inakaribia, imebakia miezi michache, haelewi chochote anachofundisha. Halo? Yaani haelewi, ana kitu chochote kichwani. Mitihani anayofanya ni 0. Ikabidi walimu wamwambie nenda kwenye maombi, kwa sababu walimu wenyewe hata hawaelewi kwa nini huyu kijana haelewi. Kweli alikuja. Alikuta tuna kipindi kanisani, tumemaliza kipindi, akaniona. Akanieleza hali anayoipitia mpaka machozi yanamtoka. Akaniambia, mwalimu, mimi sikuwa na akili za namna hii. Ninashangaa hakuna chochote ninachofundishwa naelewa. Tumsifu Yesu Kristo. Unajua niliongea naye kuangalia kama ni mzembe kusoma, wala sio mzembe, anajitahidi kusoma. Lakini akiingia darasani kwenye mitihani hakumbuki chochote alichosoma, hakumbuki kabisa. Kwa hiyo akawa anaona kabisa hawezi chochote. Halo? Akawa anajiona hawezi chochote. Kitu ambacho nilifanya,
ni kumuonyesha kwamba hata kama yeye hawezi, yuko Mungu anayeweza badala yake. Haleluya, haleluya. Kwani nikimtia moyo na kuongea naye, kumjenga, ananiambia mwalimu, imebakia miezi michache mtihani ya taifa. Nikamwambia usiwe na shida, siku moja kwa Mungu anaweza akabadilisha. Tumsifu Yesu Kristo. Ndio niliongea naye, nikamweleza Roho Mtakatifu anaweza kumkumbusha na kumfundisha, na nikamweleza namna ambavyo anatakiwa endelee kufanya bidii ya kusoma. Kweli alinisikiliza, tukafanya naye maombi. Baada ya maombi, kweli mitihani ilifika. Nataka nikwambie ndugu yangu, kati ya vijana waliofaulu vizuri ni yule. Tumsifu Yesu Kristo. Kati ya vijana waliofaulu vizuri ni yeye. Alikuwa sijui ni wa Shinyanga huko, alitoka huko akaja parokiani kwangu kuja kutoa sadaka ya shukrani. Alikuja akaomba nimsindikize. Alinipigia, mwalimu, kwa matokeo yaliyotoka naomba nije unisindikize tukatoe shukrani. Kweli akashuka pale wangu, tukaenda Jumapili akatoa kumshukuru Mungu. Hata walimu walishangaa. Amewezaje kufaulu huyu? Tumsifu Yesu Kristo. Nataka kukwambia, kuendelea kufanya kitu na kutia bidii kiasi, na kile kilichoonekana kushindwa kabisa kinaweza kubadilika na kuwa na mafanikio makubwa. Amen. Matumaini ni kitu chenye nguvu sana, lakini hayawezi kunawiri kama hatutatambua na kuondoa kila siwezi. Katika mazingira ya siwezi, nilipokutana na yule mwanafunzi, neno hili ndio lilikuwa limegubikwa kwenye maisha yake. Siwezi kufaulu, sielewi chochote hata nikifundishwa, hata nikisoma, nikiingia kwenye mitihani na sahau kila kitu. Ndio kitu kilikuwa kwenye kichwa. Kwa hiyo mimi ambacho nilifanya, sikuhitaji kwenda darasani kumsaidia kufanya mtihani. Tunaelewana vizuri hapo? Sikuhitaji hilo, na wala sikulifanya. Nilichofanya mpaka akatoka pale ni kumuonyesha kwamba kama aliweza kupita kidato cha 4, hata na hichi, kama aliweza kufaulu kidato cha 4, hata hichi cha 6